Itukuze damu ya Kristo. Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Radio Mwangaza, kusikiliza tafakari ya ujumbe wa Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 7 mwezi wa 10. Kuwa na shauku ya kuokoa roho za watu ni ushuhuda wa upendo kwa Mungu. Kila kazi ya Bwana mara nyingi hufanana na mimea ambayo japokuwa ni rahisi kukauka na kuharibiwa na watu, bado huendelea kustawisha mizizi yake chini ya ardhi. Mwishowe hutoa tena matawi na kuzaa matunda mazuri. Na tumruhusu Mungu apande nguvu yake ndani ya mioyo yetu, kwani yeye ndiye mmiliki wa nafsi zetu, mioyo yetu iliyo hekalu lake. Kuwa na shauku ya kuokoa roho za watu ni ushuhuda wa upendo kwa Mungu. Kila kazi ya Bwana mara nyingi hufanana na mimea ambayo japokuwa ni rahisi kukauka na kuharibiwa na watu, bado huendelea kustawisha mizizi yake chini ya ardhi. Mwishowe hutoa tena matawi na kuzaa matunda mazuri. Na tumruhusu Mungu apande nguvu yake ndani ya mioyo yetu, kwani yeye ndiye mmiliki wa nafsi zetu, mioyo yetu iliyo hekalu lake. Mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Radio Mwangaza, ujumbe huu wa Mtakatifu Gaspari ni mwanga wa ndani wa roho yake, roho iliyokuwa ikiwaka kwa shauku ya kuokoa watu kwa ajili ya Mungu. Ni sauti ya mtu aliyeishi si kwa ajili ya raha wala heshima ya dunia, bali kwa ajili ya roho za watu, hasa wale waliokuwa mbali na wokovu, waliopoteza njia na waliokata tamaa. Katika kila hatua ya maisha yake, aliyaweka maisha yake kama sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu, na aliamini kwamba hakuna kazi ya thamani zaidi hapa duniani kuliko ile ya kuokoa roho. Kwa Mtakatifu Gaspari, kuwa na shauku ya kuokoa roho za watu si kazi ya nje ya imani, bali ni kiini cha maisha ya Kikristo. Ni jibu la upendo wetu kwa Mungu aliyejitoa hadi kumwaga damu yake kwa ajili ya wokovu wetu. Kila roho ni ya thamani mbele za Mungu, na kila juhudi ya kumleta mtu kwa Kristo ni zawadi ya upendo wetu kwa Mungu mwenyewe. Shauku hii haiwezi kuja kwa nguvu zetu wenyewe, ni matokeo ya kujaa kwa upendo wa Mungu ndani yetu. Pale ambapo Mungu amepewa nafasi ndani ya moyo, moto wa utume huwaka wenyewe. Moyo ulioguswa na huruma ya Kristo hauwezi kubaki kimya. Mtakatifu Gaspari alikuwa mfano wa moyo wa namna hii. Alijawa na huruma, uvumilivu na ujasiri wa kuingia hata katika mazingira ya hatari na yenye mateso, akitangaza Injili bila woga. Anapofananisha kazi ya Bwana na mmea, Mtakatifu Gaspari anatufundisha hekima ya ajabu ya kiroho, kwamba kazi ya Mungu haitegemei muonekano wa nje tu, bali mchakato wa kina wa ndani, kama mizizi inayochukua chini kwa utulivu hata kama juu ya ardhi pana ukame. Katika maisha yetu ya kiroho, mara nyingi tunaweza kuona kama hakuna matokeo, kama juhudi zetu hazizai, au kama sisi si wa muhimu. Lakini Mtakatifu Gaspari anatufundisha kuwa Mungu hufanya kazi ndani ya watu na mioyo yao kwa namna isiyoonekana haraka, lakini yenye nguvu ya milele. Hili ni somo la uvumilivu. Kama wakulima wa kiroho, hatutakiwi kukata tamaa pale tunapojiona kana kwamba hatuoni matokeo. Mungu anajua anachopanda. Hujua ni lini muda wa kuchipua unafika. Hujua ni wapi mizizi imestawi vya kutosha ili kutoa matawi yanayozaa matunda.
Tunapoweka tumaini letu kwake, tunajifunza kusubiri, kutunza na kuendelea kupenda hata pasipo kuona. Ndiyo maana Mtakatifu Gaspari anasisitiza kuwa lazima tumruhusu Mungu apande nguvu yake ndani ya mioyo yetu. Maisha ya ndani ya mtu wa Mungu ni msingi wa kila kitu. Bila mizizi ya kiroho, bila kujazwa kwa Roho Mtakatifu, bila kuishi maisha ya sala ya dhati, maisha yetu ya huduma yatakuwa dhaifu na yasiyo na uzito wa kudumu. Lakini tukimruhusu Mungu kuishi ndani yetu, basi tutakuwa hekalu lake hai, tukiwa vyombo vya amani, matumaini na wokovu kwa wengine. Maana anasema, je, hamjui kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yenu? Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 6 aya 19. Kwa namna hiyo, shauku ya kuokoa roho za watu huwa si kazi ya nje tuliyopewa, bali huota mizizi katika maisha ya ndani yaliyojazwa na Mungu. Tunakuwa watumishi wa kweli wa Injili pale tu tunapokubali kuvunjwa kwa ajili ya wengine, kama nafaka inayopaswa ili iwe mkate kwa walio na njaa ya kiroho. Tunaalikwa kuwa watu wanaotoa muda, sala, nguvu na hata maisha yao ili wokovu wa Mungu uwafikie wote. Na hii si kazi ya mapadre au watawa tu, ni mwaliko wa kila Mkristo mbatizwa na mfuasi wa Kristo. Kila mtu anapewa nafasi ya kumshuhudia upendo wa Mungu kwa dunia yenye kiu. Kwa njia ya upendo, kwa neno, kwa huruma, kwa msamaha, kwa sala, tunakuwa vyombo vya Mungu kupanda mbegu za wokovu katika mioyo ya wengine. Mtakatifu Gaspari alihubiri, aliandika, aliishi na hata aliteseka kwa ajili ya lengo moja tu, kuokoa roho na kumpa Mungu utukufu. Alijua kuwa kazi hii ni ngumu, lakini aliamini kuwa kwa neema ya Mungu hata udogo wa juhudi zetu huweza kugeuka kuwa shina kubwa la wokovu wa wengine. Mtakatifu Gaspari anatufundisha kwamba wakati wa kumtumikia Mungu ni sasa, na mahali pa kuanza ni pale ulipo ama pale tulipo. Hata kama juhudi zetu ni ndogo, tusikate tamaa. Mungu huotesha mizizi palipo na udongo wa unyenyekevu na hutoa matunda palipo na moyo uliojitoa. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Florence Exupa Masingo wa shirika wa misionari wa damu azizi.